Habari, majina yangu mimi naitwa Dr. Mary. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo. Habari za muda huu, mimi si jambo, namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuonana katika kipindi hiki. Mpendwa mtazamaji, wewe ambaye ni mgeni na unaitazama hii video kwa mara ya kwanza, na kuomba subscribe, share kwa wengine wanao wakapate elimu hii nzuri ambayo inakujia sasa hivi, na uisikilize kwa umakini kabisa mpaka mwisho wa kipindi hiki cha tiba. Mpendwa mtazamaji wangu, leo nimekuja na elimu nzuri ambayo utaifurahia sana na itakusaidia sana popote ulipo. Nimekuja na elimu nzuri ya kujitibia katika maeneo mazima ya misuli. Wewe ambao unasumbuliwa na misuli inakuuma, misuli inakusumbua ukilala, ukiamka ni changamoto, inakuuma sana, basi sikiliza vizuri ili uweze kujitatulia changamoto yako huko uliko nyumbani kwako. Unatakiwa kwanza uwe na mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi hapa ninao ni kidogo, lakini unatakiwa uwe na mafuta ya nazi yakiwa yamejaa katika hiki kichupa. Lakini katika hii dawa ambayo nakutengeneza, yanafaa sana mafuta ya nazi yawe nusu chupa kama hivi. Lakini pia unatakiwa uwe na halimiti. Hii hapa inaitwa halimiti. Hii halimiti ni kwa ajili ya kuimarisha viungo na pia ni dawa nzuri ya mafua. Kwa wale wanaosumbuliwa na mafua na mapepo wachafu, ndoto mbaya zinakujia, jitahidi sana utumie hii halititi kuvuta harufu yake na kuiweka katika sehemu ambayo unalala. Kwa hiyo hii halimiti inatumika sana katika kufukuza majini wachafu, kufukuza mapepo na vitu vingine, lakini pia inatumika katika kutibu changamoto ya mafua. Wale ambao wanasumbuliwa na mafua makali, yale ambayo yanatiririka, basi halimiti hii ukinusa harufu yake itakusaidia sana wewe kutuliza mafua. Lakini leo nataka nikufundishe namna ya kutengeneza hii dawa. Utaiweka hii halimiti yote katika haya mafuta. Ukishamaliza kuiweka, utaitikisa kwa nguvu kwa muda mrefu. Unatakiwa uiache kwa muda wa masaa mawili ili dawa yako iweze kukolea vizuri na kuchanganyika vizuri. Ukishamaliza kutengeneza dawa yako hii, unachotakiwa wewe ni kufanya maandalizi ya unatakiwa upake unapoenda kulala. Kwa hivyo dawa yako unatakiwa unapaka usiku. Ule muda wa kwenda kulala ndo unaitengeneza na unapaka. Usipake asubuhi unapoenda kwenye shughuli zako, sababu ni kali sana. Unapaka unapoenda kulala, unachua sehemu ambayo ina maumivu. Kama ni kwenye misuli, kwa mfano unasumbuliwa na misuli ya kwenye mikono huku hivi, mikono inakuwa inakakamaa, kwenye viganja hivi, unatakiwa upake mikono yote. Unapaka, alafu unaacha dawa yako inatulia vizuri kabisa, unalala. Asubuhi ukiamka, hiyo changamoto ya kukakamaa mikono au kukakamaa sehemu za viungo itakuwa imeisha. Unatakiwa uchue kwa nguvu. Kwa hiyo dawa yako unaichua kwa nguvu kabisa iweze kuingia yote. Kwa hivyo tiba yako utakuwa unaifanya hivyo kila siku. Unapoenda kulala, unajichua sehemu ambayo unajifanyia massage, sehemu ambazo zinakusumbua wewe kwenye mwili wako. Na unatakiwa ufanye siku 7 mpaka siku 10 kulingana na changamoto yako. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu, hiyo ndo tiba ya misuli kukakamaa, misuli, miguu kuwaka moto. Kwa hivyo itakusaidia sana kwa sababu ni kali mno hii dawa ambayo utaitengeneza. Yaani ina harufu yake ni kali sana na pia ina nguvu sana ya kuweka viungo laini, kulainisha viungo. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary. Popote ulipo utapata huduma za tiba asili ambazo tunazitoa katika ofisi yetu. Tupo Buza, Dar es Salaam. Popote ulipo unapata huduma zetu. Na kwa wewe ambao umekuwa mfuatiliaji mzuri wa madarasa yetu, endelea kufuatilia madarasa na ushare kwa wengine nao wakajifunze. Lakini pia kwa wewe ambao unahitaji mawasiliano, bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. Utatupata WhatsApp, tutakupa ushauri na kukusaidia changamoto yako popote ulipo, tunakukaribisha. Pia endelea kufuatilia chaneli hii. Kwa wewe ambaye ni mgeni, na kuomba subscribe, share kwa wengine nao wakajifunze. Tutaonana katika darasa lingine. Mimi naitwa Dr. Mary.
Herbal Center. Popote ulipo unanipata, karibu sana.